Tunapopewa kazi hatuangalii kwanza faida. Okay, tunafanya kazi kwa faida, lakini faida kwetu sisi ni sio kipaumbele. Kipaumbele chetu sisi ni kuhakikisha wananchi wanapata umeme. Wananchi wa vijiji vya mwambao wa Ziwa Nyasa, halmashauri ya wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe, hatimaye wameanza kuona mwanga wa nishati ya umeme kwa mara ya kwanza baada ya Jeshi la Kujenga Taifa kuchukua jukumu la kuwafikishia umeme kutokana na makampuni mengine kushindwa kufanya kazi hiyo. Meja James Simon Mhame ni mkurugenzi wa SUMA JKT. Amesema wamelazimika kuingia na kuwasaidia wakazi wa vijiji hivyo kutokana na kukaa gizani miaka yote, huku makampuni mengine yakishindwa kufanya kazi hiyo kwa sababu za kimazingira, na jeshi haliwezi kuangalia faida zaidi ya kutoa huduma kwa wananchi. SUMA kwanza tujue kwamba ni kampuni ya jeshi. Sisi kikubwa namba moja ni uzalendo. Hicho ndio kikubwa namba moja tunachojivunia. Tunapopewa kazi hatuangalii kwanza faida. Okay, tunafanya kazi kwa faida, lakini faida kwetu sisi ni sio kipaumbele. Kipaumbele chetu sisi ni kuhakikisha wananchi wanapata umeme. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tunajolikita nalo sana. Tukiangalia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, yeye anapambana kuhakikisha umeme kijiji kwa kijiji, kitongoji kwa kitongoji unafika. Sasa sisi tukiwa kama jeshi au kampuni ya jeshi, lazima na sisi tuweke mtazamo huo kwamba wananchi ni kipaumbele kwanza, faida baadaye. Na hiyo tulipopata kusaini huu mkataba, hatukuangalia faida, tuliangalia mazingira na tukaangalia wananchi hawa kwamba na wao wana haki sawa ya kupata umeme kama wananchi wengine waliokuwepo Dar es Salaam na mikoa mingine. Na ndio maana tulipambana katika hali na mali, na tuliwashirikisha na tuliwaeleza umeme huu una faida kwao na lazima tushirikiane nao, na kweli leo hii tumefanikiwa na umeme umefika kwao. Skopu nzima ya mradi huu una zaidi ya kilomita 36.6 ambapo ndani yake kuna vitongoji zaidi ya vitongoji 6. Mpaka sasa hivi tumeshawasha vitongoji 3 na vitongoji 3 vipo kwenye hatua ya umaliziaji. Kwa hiyo tunaamini mpaka tarehe 30 mwezi wa 7 tunakamilisha vitongoji 3 vilivyobakia. Kikubwa kilichotufanya mpaka tumechelewa kukamilisha huu mradi ni changamoto ya kimazingira. Tunaelewa tupo katika ukanda mwa Ziwa Nyasa, na namna ya usafirishaji material kutokea Makete mpaka kufikia vijiji vya Chanjale, Nkanda na Lumbila, hali haikuwa rahisi, ni ngumu sana. Usafirishaji tunatumia hizo boti za mbao, lakini ukifika ufukweni pia labidi watumie binadamu kuvuta nguzo, kunyanyua madramu ya waya na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wa laini ya umeme. Lakini pia hali ya hewa, ziwa linabadilika kila wakati. Kuna wakati linaruhusu kufanya shughuli, kuna wakati haliruhusu kufanya shughuli. Na tunavyojua kwamba namna ya kusafirisha hayo material na vifaa vyote, hakuna njia nyingine yoyote zaidi ya kuingia kwenye maji. Hicho ndicho kilichokuwa ni kigezo au tatizo kubwa sana la kukamilisha mradi huu kwa wakati. Lakini haikuwa hiyo peke yake tu, juu tumejionea wenyewe. Tupo katika kijiji cha Chanjale ambacho ni miongoni mwa vijiji vya mwambao wa Ziwa Nyasa. Lea katika mwambao huu tuna mradi ambao tunatekeleza kupeleka umeme katika vitongoji, na tumeanza na vitongoji vya kijiji cha Nkanda, tukafata vitongoji vya kijiji cha Lumbila, na mpaka sasa tupo katika vitongoji vya kijiji cha Chanjale. Kwa maendeleo ya mradi huu unatekelezwa na mkandarasi SUMA JKT Electric Company Limited, ambao ni kampuni ya wazawa ya Tanzania, na utekelezaji wa mradi huu wameshakamilisha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu ya laini kubwa na laini ndogo, na kwa sasa wanaendelea na kuunganisha wateja katika vijiji hivi vya mwambao. Lazima niwatumikie kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote na kwa akili yangu yote. Ndio maana meona nilivyoanza tu nikaanza kupiga kelele pale bungeni, tukafanya mkikao na mheshimiwa waziri, na kuna kipindi viongozi wenu walitoka huku, tukakutana Mzee Goele pale Dodoma, tukaenda REA kuomba umeme. Tukasema jamani, sisi ni Watanzania wenzenu, tumekaa bila umeme muda mrefu. Kwa hiyo nishukuru sana serikali ya awamu ya 6, nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi
kuhakikisha kata ya Lumbila ina umeme. Ndugu zangu, tutaendelea kuhakikisha kwamba maeneo ambayo bado umeme unafika, na uzuri wake mmeona watu wa REA hapa, si ndio? Wako na wakandarasi wanakuja kukagua vitongoji ambavyo bado havina umeme. Kwa ni imani yangu kwamba hawa SUMA JKT, niliwasilisha ombi pale REA, ikiwezekana wasitoke huku mpaka wote wapate umeme. Changamoto ambazo tulikuwa tunapata shida sana, tulikuwa tunalala giza, lakini Mungu ameamua, Mungu Mwenyezi, hadi leo umefika umeme Chanjare. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwanza moja, tumefurahi kufika umeme Chanjare, na pia tunapenda sana kwa sababu kama vijana, moja ni fursa, moja kuinua kiuchumi na kuongeza pato la taifa. Tunatambua uwepo wa serikali kutuona sisi kama watu wa Chanjare, tunatambua mchango wake ni mkubwa. Moja, vijana tutaongeza ajira, tunaweza tukaweka vibanda humu kwa ajili ya kunyoa, pia tukaongeza kwa ajili ya uchumi mbalimbali katika eneo letu la Chanjare. Pia umeme ukiwepo kidogo ni fursa na ni ajira pia tunatambua. Pia tupende kuipongeza serikali yetu kwa kutuona katika hili, japo tunajua ni mpango wa mdogo mdogo, lakini tunajua serikali ina nguvu zaidi kuliko sisi wananchi. Kwa hiyo tunapendezwa sana na hili jambo na tunalifanyia ufanisi mkubwa sana kwamba angalau tulifanikishe kwa umakini kama vijana, na tumelipenda sana pia hata wananchi wote kiujumla. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiri Kilagalila.